katika madhabahu asubuhi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ujumbe ambao Mwenyezi Mungu amenipatia kwa madhabahu asubuhi ya leo, it is the importance of the Holy Spirit. Umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndio ujumbe ambao Mwenyezi Mungu amenipatia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine maisha tunasikia ikiwa ngumu. Wengine tunasikia huduma ikiwa ngumu. Tunasikia hata zile vipawa ambao tuko nazo hazina umuhimu juu ya maisha yetu, ni kwa sababu hatujaelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Unafika mahali kama mtu unasikia mambo ni kama ni sawa. Unafika mahali kama mhuduma hata ile hamu kwenda kwa madhabahu tena hauna hiyo hamu. Lakini ukielewa umuhimu wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli saa zingine huduma inakuwa na changamoto. Saa zingine kunakuwa na vita katika huduma. Wengine sababu kuelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Bwana, tunafika mahali tunarudi nyuma. Tunafika slide ni kwa sababu hatuelewi umuhimu wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini naamini ya kwamba asubuhi ya leo napenda kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Utaenda kuelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Bwana. Na kila aya na kila dakika utakuwa ukimwalika Roho Mtakatifu wa Bwana kwa maisha yako apate kukuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Zingine tunafika mahali tunaona hata njia ni kama imefungika. Lakini tukielewa Roho Mtakatifu wa Bwana, ukiambia Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie, hapa nimefika hata sijui nifanye nini, hata sijui nitatenda nini, sijui ni nini nitakachofanya, ni kwa sababu ile mambo ambayo napitia nasikia inanumiza ndani ya moyo wangu. Lakini hapo napomwalika Roho Mtakatifu wa Bwana, anakusaidia na anakuonyesha njia. Kwa nini tunafika mahali njia zinafungika na hatuna mwelekeo wote wa maisha? Ni kwa sababu hatujaelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Who is Holy Spirit? Holy Spirit is our helper. Roho Mtakatifu wa Bwana ni msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alituachia Roho Mtakatifu wa Bwana apate kuwa msaidizi wetu. Wakati Yesu Kristo alipokuwa duniani, aliambia watumishi wake atawaletea msaidizi ambaye Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua ya kwamba wakati ataondoka ni kwa sababu wa mitume wakishindwa na jambo walikuwa wanamuita Yesu Kristo, wanaambia hapa imeshindikana. Wakati dhoruba ilipotukia walipiga kelele wakamwamsha Yesu, wakamwambia kwamba sasa dhoruba ni sasa imetupata. Lakini Yesu akaelewa kwamba wakati anapoenda na akose kuachia wasaidizi, watumishi wake watalemewa na safari, watumishi wake wataacha kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tunakufa moyo ni kwa sababu ya maneno ya watu. Wengine tunakufa moyo ni kwa sababu ile mambo ambayo tunapitia, ni kwa sababu hatujika na kwamba tuko na msaidizi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Bwana ni msaidizi wetu. Holy Spirit is our comforter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaweza kosa kukutia moyo. Unaweza kosa mtu wa kukutia moyo. Unaweza kosa mtu wa kufariji. Unaweza kosa mtu wa kupatia encouragement. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, Holy Spirit of God is our comforter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit of God is our lifter. Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anatuinua. Wakati ambapo tunajisikia tuko chini, Roho Mtakatifu wa Bwana, mimi najisikia niko chini kabisa. Holy Spirit of God is our lifter. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unajisikia ukiwa chini, hata ukikuomba, hutaki kufunga, hutaki kumtumikia Mwenyezi Mungu, alika Roho Mtakatifu wa Bwana. Holy Spirit of God is our lifter. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao unajisikia ukiwa chini, alika Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana, karibu sasa. Karibu sasa unisaidie. Karibu sasa unipe nguvu. Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye msaidizi wangu. Siwezi bila wewe. Roho Mtakatifu wa Bwana kwa sababu is our lifter, atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maybe uliamuka ukiwa uko chini kabisa. Uko chini kabisa. Lakini ukialika Roho Mtakatifu wa Bwana, anakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit
is our energizer or strength. Holy Spirit of God is our energizer or strength. Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia nguvu. Wakati ambapo unapokosa kuwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, unakosa nguvu, unasikia uko mdhaifu, unasikia uko mlegevu. Ni kwa sababu utaleka na kwamba Holy Spirit, Roho Mtakatifu wa Bwana is our energizer. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye anatupatia nguvu, ndiye anatupatia uwezo. Wakati ambapo tunajisikia tukiwa chini, hiyo Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia uwezo. Mimi nimwambia yangu asubuhi ya leo, wao wanaotazama kule kwa mitandao, wao ambao wananisikia ndani ya kanisa, mimi nakuambia siku ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana akujaze upya katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana akikujaza upya, hautasikia mambo ikiwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Hautalemewa na huduma, hautalemewa na maisha. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana atakupatia uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Importance number 1 of the Holy Spirit. It teaches us how to keep true worship. Holy Spirit of God teaches us how to keep true worship. In the book of John, chapter 4, verse 24. In the book of John, chapter 4, verse 24. The Holy Spirit of God teaches us how to keep true worship. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokosa kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hatutakuwa na uwezo wa kumaintain true worship. Kutakuwa divine anasengia kanisani. Na ni kwa sababu hamuna Roho Mtakatifu wa Bwana. Acha hiyo mambo ambayo anafanya. Anaweza chukua tu Biblia aanze kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Lakini ataongoza Roho Mtakatifu wa Bwana. Hata waganga sasa hivi wanatumia Biblia. Kwa hivyo wanaweza kuchanga. Ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Lakini kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, utasikia kitu ndani yako inapingana na huyo mtu. Inakwambia huyo mtu kana kwamba hata kama anasoma neno la Mwenyezi Mungu, huyo mtu hiyo neno anasoma ako ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amejigeuza kama nuru. Lakini usipokuwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, tutapotea, tutaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the Holy Spirit of God teaches how to keep true worship. You cannot keep true worship if you don't have the Holy Spirit of God. Lakini kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, you are able to keep true worship. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana atakujaza upya. And you are going to keep true worship in the mighty name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the book of John, chapter 4, verse 24. Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na ukweli. Mungu ni roho. Kwa hivyo wale ambao wanamwabudu wanastahili kumwabudu katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema yeye ni roho. Kwa hivyo wale wanaomwabudu Mwenyezi Mungu lazima wamwabudu katika roho na katika ukweli. Lakini kweli tunaabudu Mwenyezi Mungu, lakini roho wa Mungu hayuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu anaweza ongoza ibada and we cannot hear the presence of God moving? Because that is somebody ataongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, ameongozwa na matakwa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu anaweza ongoza ibada na aseme ya kwamba anga ilikuwa ngumu? Ni kwa sababu hiyo ibada alikuwa anaongoza na Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, people will hear the presence of God moving. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukombozi utaanza kutembea pa kanisa. Watu wataanza kufunguliwa. Hata akiimba hizo nyimbo za kumwabudu Mwenyezi Mungu, akiimba hizo nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana atakuwa akitembea. Atakuwa akihudumia mioyo ya watu. Atakuwa akihudumia roho za watu. Lakini kwa sababu atumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya roho na ndani ya kweli, we cannot hear the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mhuduma inakuambia siku ya leo, uongozwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Na ukiongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, utamwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya roho na ndani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini unaweza kuwa pale wewe ni mhuduma, ama wewe ni mhubiri, ama wewe ni pastor,
ama wewe ni leader, ama wewe ni kiongozi, watu wanaweza ingia katika ibada na warudi kwenye wameingia. Kwa nini? Ni kwa sababu utaongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Hata Roho Mtakatifu wa Bwana ataanza kushughulisha mambo ambayo yatatiza watu. Utaanza kusikia kama hata hiyo roho ya divorce, kama hata roho ya kisirani, ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana anakuongoza. Kwa nini unaweza hudumu kwa madhabahu na Roho Mtakatifu wa Bwana hata aweza kukupatia information ya mama ameingia kwa madhabahu, aweza kukupatia information ya mzee ameingia kwa madhabahu? Kwa nini watu wanaingia kanisani wanaotoka na mashida yao? Ni kwa sababu wale viongozi wako pale, ni kwa sababu wale huduma wako pale, ni kwa sababu wale watumishi wa Mungu hawajaelewa kumtumikia Mwenyezi Mungu ndani ya roho na ndani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati ambao unaenda kuhubiri, hawezi unaitisha Roho Mtakatifu wa Bwana unamwambia kwamba nipatie uchumbe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na mauchumbe mengi sana, lakini Roho Mtakatifu wa Bwana insist ubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umeongezwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Lakini mtu anasema kama ni star, hata naweza lala nikaamuka na nikahubiri. Huyo mtu ataenda pale akisema yeye ni star, ataenda pale tu kwa matakwa ya mwili, lakini hatakuwa ameongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si mimi nakuombea asubuhi ya leo na kutoka siku ya leo, chochote utakuwa ukifanya kwa madhabahu, ambia Roho Mtakatifu wa Bwana akusaidie. Hiyo kazi ambayo unafanya kwa madhabahu, hata kama ni asharini, ambia Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie. Hata watu watakuwa ingia katika kanisani, hata nikiwasalimia, hata nikiwapanga, nionyeshe matatizo yao, wakiwa pale tu wanaingia, inaanza kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malizia. Maana Baba anawataka watu wamwabudu wamwabudu namna hiyo. Mwenyezi Mungu anataka watu wamwabudu namna hiyo. Lakini uwezo ukamwabudu Mwenyezi Mungu, you cannot keep to worship unless you are the Holy Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 2. Holy Spirit guide us all the truth. Holy Spirit of God guide us on all the truth. In the book of John chapter 16 verse 13. Holy Spirit of God guide us in all the truth. Roho Mtakatifu anatupatia mwelekeo wa ukweli wowote ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia ya kwamba kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hata ndipo worship aingie kanisani, utasensi leo akuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekiri kitu kimoja na yeye, utasensi kuna kitu ambacho iko sawa. Hata kama ni mganga ameingia kanisani, utasensi leo kuna kitu ambacho iko sawa. Lakini wanaingia pale, wanafanya sarakasi pale na wanatoka. Ni kwa sababu wale watu tuko ndani, Roho Mtakatifu wa Bwana hajatuhudumia. Roho Mtakatifu wa Bwana hajatujaza. Bwana Yesu asifiwe. So the Holy Spirit of God guide us in all the truth. Atakuonesha ukweli wowote ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakuonesha leo mambo haiko sawa. Atakuonyesha leo huyu mama ameingia kanisani, leo amekuja na agenda fulani. Leo hajakuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Leo hajakuja kumtumikia Mwenyezi Mungu. Amekuja na agenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, hata kama ni mhuduma mnaabudu pamoja na kuna aseme ni siku hiyo ya shetani, unasikia roho yako inakataa na yeye, inakorai. Yaani unasikia haiko sawa. Maybe jana tulikuwa mahali hapa tukaabudu pamoja tukaenda nyumbani, lakini hatu anapoingia tu unasikia kitu inaconvince ndani, inakuonesha kwamba leo huyu sura mwimbaji unachuanga, huyu sura mhuduma unachuanga, huyu sura asha ambao unachuanga. Bwana Yesu asifiwe. Na kielewa hivyo, utaanza kuomba kimoyo moyo. Kama anatumika kuchua ama kutochua, utaanza kumfungua pale. Utatangaza kwamba mwacheni yote ambaye alikuwa anatuma kinyume na ibada zetu, tunamkamata na tunamshambulia, tunapangua chama zao, tunapangua mipango yao. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana amekuonesha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. John chapter 16 verse 13. Lakini atakapokuja huyu Roho wa ukweli, atawaongoza kwenye ukweli wote. Maana atasema kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atasema atakavyosikia
atakavyosikia. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza nyinyi katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Atakukonvinza kwamba leo kuko sawa. Utaamka kwamba usiombe hiyo, naombea. Ombea hii. Ombea ibada ya first service. Ombea ibada ya second service. Kuna ndipo wote watu kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ataanza kukonvince Roho Mtakatifu wa Bwana. Atawaongoza atakapokuja huyo Roho. Si akujaze upya huyo Roho Mtakatifu wa Bwana. Si akurumia upya asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji wangu pale mtandaoni, ulio ndani ya kanisa, mimi nakuambia asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana akurumia upya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wajulisheni yatakayokuja. Atawajulisha yatakayokuja. Amen. Kwa nini? Hatuwezi tukajulishwa mambo ambayo inakuja. Kwa nini uweze ukajulishwa usiku wa manane ama ukiamka morning glory, Roho Mtakatifu wa Bwana anaweza kujulisha kana kwamba kuna mambo imepangwa? Ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana atawajulisha yatakayokuja. Atawajulisha mambo iko karibu kutendeka. Atawajulisha mambo haiko sawa. Kwa hivyo amkeni, waduma amkeni, watumishi wa Bwana amkeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa hauna Roho Mtakatifu wa Bwana, hataweza kujulisha mambo itakayotokea, mambo karibu kutendekea, karibu kutendeka, haweza kujulisha. Lakini naamini ya kwamba kutoka siku ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana atakujulisha mambo yote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It reminds us about the promises of God upon us. Amen. In the book of John chapter 14 verse 26, it reminds us about the promises of God upon us. Huyu Roho Mtakatifu wa Bwana anatukumbusha promises ambazo Mwenyezi Mungu ako nazo juu ya maisha yetu. Our Spirit of God is an advocate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo atatukumbusha the promises of God upon our lives. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa hauna Roho Mtakatifu wa Bwana, utaamka useme kwamba leo sijisikii kwenda kanisani. Hata hakuna kamsukumo fulani ambao unasikia. Usikii na sema kwamba nimechoka kutumikia Mwenyezi Mungu. Mimi nimechoka na kuhubiri. Mimi nimechoka na hiyo kazi ya Mwenyezi Mungu. Yaani ona conviction yote ambayo inakuonyesha kwamba hii kazi unafanya ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kuna reward iko pale, na kuna tunzo iko pale. Lakini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana, hauwezi ukasio confusion kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. But the Holy Spirit of God is our advocate. Atakujulisha the promises of God upon your life. In the book of John chapter 14 verse 26. John 14 verse 26. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu wa Bwana ambaye Baba amemtuma kwa jina langu, Bwana Yesu asifiwe, atawakumbusha, atawafundisha. The Holy Spirit of God is the advocate. Atawafundisha, atawakumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana, hauwezi ukakumbushwa, hauwezi ukafundishwa. Lakini kwa Roho Mtakatifu wa Bwana atakufundisha mambo yote juu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit seals us in the book of Ephesians chapter 1 verse 13. The Holy Spirit of God sealed us. Mimi nakuombea kwamba asubuhi ya leo, wewe ambao unanipata pale mtandaoni, wewe uliye ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu wa Bwana akujaze upya. Amen. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kila roho ya shetani ambao
Inapinga Roho Mtakatifu wa Bwana kuhudumia. Hiyo roho ya shetani ikuachilia asubuhi ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. In the book of Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after they heard the word of the truth, the gospel of salvation, in whom also after that he believed, he who sealed with the Holy Spirit of promise. Nanyi pia katika huyo umekwisha kuisikia neno ya ukweli, habari njema ya wokovu wenyu, tena umekwisha mwamini yeye na kutiwa muhuri na yule Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa Bwana. Holy Spirit of God sealed us. Tumetiwa muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa hatuna Roho Mtakatifu wa Bwana, hatuna muhuri wowote ambao unatuonyesha kwamba sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sina kuombea asubuhi ya leo katika Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana akuweke muhuri katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukuwa naweza tambulikana, ukuwa naweza julikana kana kwamba unajua hata in the appearance. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana amekuweka muhuri. Unaweza kuona huyo mtu kwa sura tu kuelewa huyo mtu ameokoka, ama kitu ina convince huyo mtu ameokoka anampenda Mwenyezi Mungu. Lakini tu mwingine kuangaliana kwa sura unasikia mmekataana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana hajamweka muhuri. Lakini ukiwekwa muhuri na Roho Mtakatifu wa Bwana, watu wataleka na kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siweka muhuri asubuhi ya leo na Roho Mtakatifu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It teaches us. Roho Mtakatifu wa Bwana anatufundisha. Kwa hivyo unapokosa kuwa Roho Mtakatifu wa Bwana, itakuwa ngumu kwako kufundishika. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anatufundisha. Wakati ambapo hatuna ufunuo wa mambo fulani, hatuna mwelekeo wa mambo fulani, Roho Mtakatifu wa Bwana anatufundisha. Amen. Mimi nakuombea kutoka siku ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana aanze kufundisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana anatufundisha. Na leo Roho Mtakatifu wa Bwana anakufundisha hata mambo mengine ambayo hujui. Roho Mtakatifu wa Bwana anakufundisha mambo mengine hata hujui katika huduma. Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiuliza na mtu ulijua mambo hata kumweleza inakuwa ngumu. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye alikufundisha. Hakwenda semina mahali, lakini Roho Mtakatifu wa Bwana akakufundisha. Akwambia unastahili kupanga mambo na hivi na hivi. Roho Mtakatifu wa Bwana akakufundisha mahubiri yako unastahili kupanga hivi na hivi. Roho Mtakatifu wa Bwana akakufundisha kwa wewe ni kiongozi wa HBC, akufundisha vile utakuwa kipanga ibada zako kula kwa HBC. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anatufundisha. Sisi kwa Roho Mtakatifu wa Bwana aanze kufundisha katika jina la Yesu Kristo. Hata tunakule shuleni unaweza kuwa hata usikadishi kitu chochote, lakini ukialika Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana nifundishe. Inataka kuelewa. Iki mwalimu anifundisha, Roho Mtakatifu wa Bwana nifundishe nipate kuelewa. Roho Mtakatifu wa Bwana atakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He comforts us. In the book of John chapter 16 verse 7. The Holy Spirit of God comforts us. John chapter 16 verse 7. Lakini nawaambieni ukweli, afadhali kwenu mimi niende zangu, maana nisipokwenda msaidizi atakuja kwenu. Lakini nikienda basi nitamtuma kwenu. Amen. Lakini mimi nawaambieni ukweli, yafaa mimi niende, yafaa mimi niondoke. Ni kwa sababu nikosa kuondoka msaidizi atakuja. Lakini nikienda, huyu ni Yesu Kristo alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Akamwambia afadhali mimi niondoke. Ni kwa sababu
msaidizi aweza kuja nikiwa hapa, lakini nikiondoka msaidizi atakuja. He comfort us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pende ingine, he comfort us about the sin. John 16 verse 8. Anawadhibitishia kuhusu dhambi. He comfort us about the sin. Roho Mtakatifu wa Bwana atukwambia ya kwamba hii unataka kufanya ni dhambi. Kusengenyana ni dhambi. Kuiba kitu ya mwenzako ni dhambi. Atakukonfita kuanisha kwamba hii kitu ambayo unafanya sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukosa kuwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, unatenda dhambi na unasikia kama kitu. Unaweza chukua kalamu ya mwenzako na unasikia kama kitu. Unaweza iba pesa ya mwenzako na unasikia kama kitu. Unaweza iba fungu la 10 na unasikia kama kitu. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana atakukonfirm kama ako ndani yako. Atakwambia ni vibaya kuimba fungu la 10. Hata unasikia unahukumika. Hata unaenda Mwenyezi Mungu unamwambia kwamba unaomba Mungu nisamehe, nitaongezea 5% juu. Mimi nimeimba fungu la 10. Lakini tu ukikosa kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hautasikia chochote. Utazoea uimbe ya kwanza, urudie tena. Hautasikia kitu ambacho kinakuonyesha kwamba inakudhibitishia kana kwamba hii ni makosa. Lakini ukiwa Roho Mtakatifu wa Bwana itakuonyesha ni makosa. Maybe umeenda ukasema rafiki yako kule kumharibia China. Roho Mtakatifu wa Bwana kuja kama hiyo umefanya ni makosa. Ndio kama ingekuwa wewe ungeenda ukasema vibaya hivyo, ungesikia ache. Lakini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana anaweza kudhibitishia kana kwamba kitu ambacho unafanya ni makosa, utazoea kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. John 16 verse 8. Naye atakapokuja atawadhibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi, uadilifu na hukumu ya Mungu. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana atawadhibitishia kana kwamba wametenda dhambi. Kwa hivyo wanastahili kutubu. Wamekosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wamekosa mbele ya madhabahu. Wamekosa mbele ya watumishi wake. Huyu Roho Mtakatifu wa Bwana atawadhibitishia. Umekosa. Hiyo neno ambao umenena sio sawa. Hiyo kitu ambao umefanya sio sawa. Utasikia unahukumika ndani ya moyo wako. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana anakudhibitishia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini usipokosa kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hautaona ni makosa. Hata wengine kuambia mtu pole. Pole nilikudua ni kwani mimi nimekosea. Pole ni ngumu sana kwa huyo mtu. Ni kwa sababu ana Roho Mtakatifu wa Bwana anamdhibitishia. Huyo mtu umemuumiza roho. Lakini kwa Roho Mtakatifu wa Bwana unatamani kumuona tena. Utatamani kupigia simu ambia kwamba pole, so nimekukosea. Nisamehe tu. Na hiyo tu itakwisha. Lakini mwingine kwa sababu una Roho Mtakatifu wa Bwana, hata kuambia mtu pole ama kukubali kama umekosea mtu ni ngumu sana kwetu kabisa. Ni kwa sababu hatuongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our spirit equips us with the spiritual gift. Amen. Our spirit equips us the spiritual gift. In the book of 1 Corinthians, Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anatupatia vipawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nakuombea siku ya Roho Mtakatifu wa Bwana akuongezee kipawa kingine. Vile unatamani ukiingia mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anapatianga vipawa. Na utasikia takutia nguvu tena. Because nakwambia ya kwamba our Spirit of God is our energizer. Our Spirit of God gives us energy. Bwana Yesu asifiwe. Anatupatia nguvu. Anatupatia uwezo. Kwa hivyo anatupatia vipawa. Ni kipawa ambacho amekupatia. Utaitumia ipasavyo. Ni kwa sababu ni yeye anakupatia hiyo kipawa. Na Yesu asifiwe. Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 7. Vipaji vya Roho ni vya namna nyingi. Lakini Roho avitoaye ni mmoja. Kuna namna nyingi za kutumikia. Lakini Bwana
anayetumikiwa ni mmoja. Kuna namna mbalimbali za kufanya kazi ya huduma. Lakini Mungu ni mmoja. Anayewezesha kazi zote katika wote. Kila mtu hupewa mwangaza wa Roho kwa faida yake, kwa faida ya wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So the Holy Spirit of God equips the spiritual gift. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata tunaweza tuko na kipawa kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana hajawahi kukujaza. Hata ujui kana wewe uko na kipawa. Lakini akikuhudumia, akiwa ndani yako, utaanza kusikia kama mtu kandani kana kujulisha na kwamba unaweza ukahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kanaweza kujulisha kana kwamba unaweza ukachukua microphone na ukamwabudu huyo Mungu. Uko na nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Bwana kujulisha kana kwamba wewe ni intercessor. Wakati ambapo utaombea watu ama utafungua watu, utasikia na kuonekana kwambia kwamba mbona utafanya ile? Mbona utaombea watu leo? Mbona utaombea ibada leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Roho Mtakatifu wa Bwana akuhudumia pia asubuhi ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. James Kidongo, mahali ulipo natangazia kwamba ni kwa sababu ya dhabihu yako madhabahu. Na kutangazia mahali ulipo, Roho Mtakatifu wa Bwana anza kuhudumia upya katika jina la Yesu Kristo. Beti zamani kwa sababu ya dhabihu yako kwa hii madhabahu. Natangaza ya kwamba asubuhi ya leo Roho Mtakatifu wa Bwana anza kuhudumia upya, akupatie nguvu katika jina la Yesu Kristo, na apate kukuinua in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhabihu zetu ambazo tunatoka madhabahu asubuhi ya leo ni za kuchochea Roho Mtakatifu wa Bwana anze kufanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunajisikia tuko chini ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana hayuko ndani yetu. Wengine tunalegea kiasilimen. Wengine tunavunja moyo na watu ni kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu wa Bwana anaweza tucomfort. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua naweza toka ukute uone watu wamekuongelea hiyo kitu hata kwa kweli, lakini kwa sababu na Roho Mtakatifu anasema no Nicole angekala tena nilikuwa nakaa kwangu nitakaa. Si kitambo sikuwa nahubiri naweza nikakaa. Kitambo hata sikuwa naombea watu naweza nikakaa. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana kwa sababu hizo comforter atakutia nguvu. Amen. Atakutia nguvu. Amen. Hata watu hutawabeba. Kwa nini tunapenda kubeba watu ndani ya roho zetu? Hata ukiona huyo mtu unakunja uso wako, unakumbuka vile juzi ambavyo alikutendea. Lakini ukiwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hiyo mambo yote ataondoa. Hata ukimuona kesho kutana na yeye, utamuona mtu mwingine. Hata yule mama amekukosea. Hata yule mzee amekukosea. Bwana Yesu asifiwe. Na utampenda na utamuelewa bila alivyo. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit empowers us. The book of Acts chapter 1 verse 8. Holy Spirit of God empowers us. Roho Mtakatifu wa Bwana anatutia nguvu. Holy Spirit of God empowers us. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and it shall be witness unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria, and unto the utmost part of the earth. Lakini mtakapokea nguvu, akija wajulisha huyo Roho Mtakatifu wa Bwana, mtaenda kila mahali. Mutaenda Samaria, mutaenda Judea, na mtahubiri neno la Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu mmejazwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini most of us roho ya woga imetukalia? Unatetemeka, kila mtu anajua kwamba umestuka. Mtu mwingine hata kama amestuka uwezi ukachua. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana anapatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua vile tunaonanga watu wakifanywa deliverance hapo. Unajua unaweza ona vile demon ina react. Hata unasema kama mimi leo niacha nikae pale kando niangalie. Hata wewe unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu una Roho Mtakatifu wa Bwana
Tuingia asema nitakuja saa 6 za usiku. Mwingine aambiwe hivyo hata atalala kwake. Ataenda kwa jirani, yule anaombanga saidi wasaidiane maombi usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana ambaye atakupatia ujasiri. Lakini kwa anasema tunasianga sengine kusema kwamba hatuendi, wanaomba mtaenda na wanaenda. Lakini mnasema hii mimi siweza nayo, hii ni ya pastor. Hii siweza nayo, hii ni ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine watishiwe na shetani hapa. Akamwambia kwamba nimekupatia siku 3 utakufa. Huyo mtu atahama. Lakini ukielewa hiyo Roho Mtakatifu ako ndani yako, unakuanga na ujasiri mwingine. Unapatanga nguvu. Tunaona baada ya kujaza Roho Mtakatifu wa Bwana, walienda kila kona. Wakatembea Samaria, wakaenda Judea, wakaenda kila kona. Ni kwa sababu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu wa Bwana alikuwa amewapatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Roho nyingine ambayo iko nao, waga nyingine ambayo unasikia uko nao. Hata kulala kwako peke yako unasikia ni shida. Uwezi ukalala hapo peke yako. Unasema hii kwamba ndiye lala hapo mpaka asubuhi. Wacha Mungu asibwege. Hata kama unaomba na sauti yosiba hakuna sauti. Lakini kwa Roho Mtakatifu anakupatianga ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Anakupatianga ujasiri. Unasikia uko na nguvu nyingi. Sinakwambia asubuhi ya leo ujaza Roho Mtakatifu wa Bwana na akupatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati Roho Mtakatifu atawashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata miisho ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa mashahidi. Lakini uwezo wa kuwa shahidi usipokuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na woga hauwezi kuwa shahidi. Ndio unaonanga hata pale kotini kama mtu amefanya makosa, shahidi wako akiwa anasuka tu atafanya tu uigizo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka kuwa shahidi wange, twende. Huyo mtu akona kwa mambo fulani, akona nguvu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuambia kutoka siku ya leo Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie nguvu katika jina la Yesu. Amen. All the Spirit of God bears fruit through us. In the book of Galatians chapter 5 verse 22 to 23. All the Spirit of God bears fruit through us. Matunda inaanza kuzalika ndani yetu. Tunaanza kuona furaha. Tunaanza kuona amani. Tunaanza kuona uvumilivu. Tunaanza kuona uaminifu. Tunaanza kuona hata self control katikati yetu. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yetu matunda imezalika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asiri inatokanga wapi? Chuki inatokanga wapi? Wivu inatokanga wapi? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana yuko ndani yako. Kwa nini hatuna upendo? Upendo umepotelea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata maandiko yanatuambia ya kwamba tupende hata maadui zetu. Atuombee wale ambao wanatuchukia. Nategemea utaomba mwambina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kunyamazia mtu kama umeokoka haitafaa chochote. Hatiwezi ukamwongelesha ni kwa sababu mlikosana juzi. Hata ukimuona unatema mate chini. Hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yako atapenda kuambia ya kwamba mpenda akiwa hivyo tu. Tabakishia mpenda hata Mungu anakupea. Unakosanga Mungu safari ngapi? Juzi uliimba akusamea, ukasengenyana akakusamea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kutoka asubuhi ulipoamka kama saa 11 mawazo yako kile kile nafikiria ni Mungu tu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunakosanga Mwenyezi Mungu si kwa matendo peke yake, hata mawazo yetu, fikira zetu. Unafikirianga nini? Unaweza ingia kwa kanisa wewe ufanyie munduma mwenzako mahesabu ikwisha. Akisema kwa madhabahu umeenda kwa nyumba yake ukafanya mahesabu ikwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Roho wa Bwana akiwa ndani yetu, all the Spirit will bear fruits through us. Matunda itaanza kuzalika ndani yetu. Matunda ya Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa nini hatuna matunda ya Roho Mtakatifu wa Bwana? Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu wa Bwana hayuko ndani yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Galatians chapter 5 verse 22-23. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, utulivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi.
Amen. upole na kiasi. Amen. Hiyo ndio matunda ya Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu wa Bwana kana ndani yako, hiyo matunda inastahili kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit gives us fire of protection. Bottom zingine, Holy Spirit gives us fire of protection. Roho Mtakatifu wa Bwana atupatianga moto wa ulinzi. Amen. In the book of Luke chapter 24 verse 49. Luke 24 verse 49. Holy Spirit of God gives us fire of protection. Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia moto wa ulinzi. Kwa hivyo ukiwa una Roho Mtakatifu wa Bwana, ulinzi utakuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, atakupatia moto wa ulinzi. Sina kuombea asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu wa Bwana akujaze upya, akuhudumia upya, ndipo upate kuwa na ulinzi, ndipo upate kuwa na protection. Amen. Kwa nini hauna ulinzi? Ni kwa sababu una Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa nini hataki zitokee kila everywhere na hizo hataki zinapita na wewe? Ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ungefichuliwa zile njama ambazo maadui walikuwa wamekupangia leo, ama ile mitego ambayo walikuwa wamekupangia usifike kwa ibada na umefika. Ni Roho Mtakatifu wa Bwana tu amekupatia protection. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana anajua ukienda pale, anajua vile uwango unaomba the time of intercessory. Roho Mtakatifu anatembea, uwepo wa Mungu unatembea katika ibada. Akakuondelea hiyo mitego yote. Akajua ya kwamba kuna asili nashikilia kanisani. Ndio ukikosa kuenda leo kutakuwa aache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu hujui umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Bwana, hata uchali, hata kuconvince kufanya hii usifanye. Lakini ukiwa na yeye anakuleteanga moto wa ulinzi. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana anakuletea moto wa ulinzi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Luke 24 verse 49. Nami mwenyewe nitawapelekeeni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huku mjini mpaka nitakapopewa ile nguvu itakayo juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And beyond I send the promise of my Father upon you, but I in the city of Jerusalem, I did the dance with the power from the higher. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli walikuwa wanaongea na ndimi, lakini waliwekewa ulinzi. Walikuwa wanaongea hata lugha ambayo sieleweki, lakini hata hakuna mtu ambaye ruhusiwa kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Wangeshambuliwa, wangemalizwa, waseme kwamba watu hizi vitu wanaongea sijui. Watu wameanza kuindafia nation yetu. Wameanza kuindafia na village yetu. Lakini hata hakuna mmoja aliyekaribia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Speaking in other tongues sometimes inakusaidia. Unajua ya kwamba hii inakuonesha Roho Mtakatifu wa Bwana ako ndani yako. Kuongea na ndimi, hata inaweza rushwa mishale pale, lakini ukiongea in other tongues, Roho Mtakatifu wa Bwana ako pale akupatie protection. Hata sasa hivi unasikia unapata ujasiri hata uchini wa wapi. Hata unaweza kuwa unaongea hapo, unaombea hapo kwa boma yako hapa nje, lakini unasikia ukiwa uko na ulinzi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana amekupatia ujasiri. The Spirit takes away dryness. In the book of Isaiah 32 verse 15, Spirit of God takes away dryness. Roho Mtakatifu wa Bwana anaondoanga ukavu juu ya maisha yetu. Wengine tuko try kimaombi, wengine tuko try kibaraka, lakini Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yetu anaondoanga that dryness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaondoa kabisa. Huko ambako unasikia ati uko ni kukamavu kabisa, ni kukavu kabisa. Roho Mtakatifu wa Bwana anajaza. Roho Mtakatifu wa Bwana anatoa hiyo ukavu kabisa. Maybe huko unataka kuomba tena au sikisi kuomba, unasikia uko na ukavu wa maombi, unasikia hata una baraka, ni ukavu kabisa. Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yako anaondoanga hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaiah 32 verse 15.
hali itaendelea kuwa hivyo mpaka tumiminiwe Roho wa Mungu kutoka juu. Hapo jangwa litakuwa shamba la rotuba tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali itaendelea kuwa vile vile. Vile unasikia za hiyo una pesa, vile unasikia za hii magonjwa ni kila kona. Maandiko yanasema kwamba hali itaendelea kuwa vile vile mpaka umiminiwe Roho Mtakatifu wa Bwana. Amen. Si umiminiwe Roho Mtakatifu wa Bwana asubuhi ya leo. Amen. Na kama ukavu utoke kwa anga yako, dhambi itoke kwa anga yako, katika jina la Yesu Kristo. Ukikosa kumiminiwa Roho Mtakatifu wa Bwana, maisha itabaki magumu. Utaendelea na kung'ang'ana, utaendelea na kuhangaika, utaendelea na kuteseka. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana akimimina juu ya maisha yako, jangwa inaondoka. Amen. Leo jangwa inaondoka juu ya maisha ya mtu. Amen. Jangwa inaondoka kwa mhuduma. Amen. Jangwa inaondoka kwa mwanabiashara. Amen. Jangwa inaondoka kwa mwanandoa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukikosa kumiminiwa Roho Mtakatifu wa Bwana, utakaa katika hali ya jangwa. Lakini ukimiminiwa Roho Mtakatifu wa Bwana, jangwa itaondoka katika jina la Yesu. Amen. Holy Spirit gives us life where it seems there is no life. The book of Ezekiel 37 verse 1. Holy Spirit of God gives us life where it seems there is no life. Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia uhai tunapoona pasipo na uhai. Nini hiyo ambayo anialikani hiyo inakaa kwako ni kama imekufa? Nini ambacho unaona katika familia yako hakina uhai? Nini hicho ndani yako unaona ya kwamba hakina uhai? Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yetu anatupatianga uhai. Mahali ambapo tunaona ya kwamba hapana uhai, huyu Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si siku ya leo patiwe uhai. Hapo unaona kwamba hapana uhai, huyu Roho Mtakatifu wa Bwana anakupatia uhai katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatia uhai pasipo na uhai. Na siku ya leo mtu anapatiwa uhai katika jina la Yesu. Amen. Ezekiel 37 verse 1. Mimi Ezekieli nilikumbwa na uzito wa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Naye akaninyanyua kwa roho yake na kuniweka katika bonde iliyokuwa imejaa mifupa. Amen. Basi akanitembeza kila mahali bondeni humo. Kulikuwa na mifupa mingi sana katika bonde hile, nayo ilikuwa mikavu kabisa. Mwenyezi Mungu akaniuliza, wewe mtu, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Nami nikamjibu, Bwana Mwenyezi Mungu, wewe wajua. Naye akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii. Iambie hivi, enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Mwenyezi Mungu awaambieni hivi, nitaifanya pumzi iwaingie nanyi mtaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini hiyo ambao unaona kama maisha yako ni kama mifupa mikavu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini ambao unaona kwako ni kama kimekufa? Maybe ulikuwa na ubiri tena, lakini unasikia hiyo kitu haiko tena, ni kama imekufa. Maybe ulikuwa mwimbaji, unasikia hiyo kitu ni kama imekufa, imekuwa kama mifupa mikavu ndani yako. Roho Mtakatifu wa Bwana anatupatianga uhai. Hapo ambapo unaona hapana uhai, Roho Mtakatifu wa Bwana asubuhi ya leo anakupatia uhai katika jina la Yesu Kristo. Ni jukumu lako asubuhi ya leo umwambie Mwenyezi Mungu, hapa mimi naona hapa imekuwa kama mifupa mikavu, lakini naomba asubuhi ya leo
Pumzi waingie tena. Pumzi niingie tena. Roho Mtakatifu wa Bwana sasa anijaze tena. Anijaze tena. Nipoze kwa mikavu ipate uhai tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwake Mwenyezi Mungu inawezekana. Na ukielewa Roho Mtakatifu wa Bwana, mambo mengine ambayo unastahili kufanya, kunang'ang'ana unafanya nini? Utakuwa kumwambia kama Roho Mtakatifu wa Bwana niongoze. Niongoze. Amen. Hata sijui naenda kuambia mwalimu nini. Sijui naenda kuambia huyo mama nini. Huyo mama sijui taanza kumwanzishia wapi. Ni kweli umenituma kwake nikamuonye. Lakini baba sielewi tamwanzishia wapi. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana nipatie usemi. Roho Mtakatifu wa Bwana niongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini stress imetujaa kila mahali? Natumikia Mwenyezi Mungu ukiwa na stress, unakuja kanisani ukiwa na stress, kwa sababu utaelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie. Mimi kama mwanadamu nasikia nimefika mwisho. Mimi kama mwanadamu bila simetata. Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie. Hapo unaona tu ni kama unafika mwisho. Roho Mtakatifu wa Bwana anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Holy Spirit gives a taste of life. John chapter 3:34-36. Holy Spirit of God gives a taste of life. That is the importance of the Holy Spirit. Wewe unaona maisha haina ladha yote, haina testi yoyote. Ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana atakupatia testi ya maisha. Wale wengine akisema ya kwamba kiangazi, wakisema uchumi, wewe tu utawaacha pale tu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wengine akisema hakuna pesa, wewe hizo story hazitapatikana kwako. Haziwezi kusikia kwako, ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana ako ndani yako. Amen. John 3:34-36. John 3:34-36. Inasema hivi. For whom God has sent speaking the word of God, for God gives not the Spirit by measure on him. The Father loved the Son, and he gave them all things into his hand. He that believes on the Son has everlasting life, and he has believed not the Son shall not see life, but the wrath of the God abiding on him. Yule aliyetumwa na Mungu husema maneno ya Mungu, maana Mungu umjulia mtu huyu roho wake bila kipimo. Baba anampenda mwana na amemkabidhi vitu vyote. Baba amempenda mwana na amemkabidhi vitu vyote. Amen. Ndio nikazungu kwa sababu ya dhabihu yako hii madhabahu. Mahali popote ulipo Mwenyezi Mungu akubariki sana. Tangazia kwa ulipo sasa. Roho Mtakatifu wa Bwana anza kupatia taste of life in the mighty name of Jesus. Amen. Kwa sababu Mungu anapenda mwana, anamkabidhi vitu vyote. Kwa hivyo hata sikia maisha ikiwa ngumu, hata sikia maisha ikimlemea mahali, ni kwa sababu amekabidhiwa vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Anayemwamini mwana anao uhai wa milele. Asiyemwamini mwana atakuwa na uhai wa milele bila ghadhabu ya Mungu ubaki juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana atakupatia test ya maisha. Mimi nakuombea asubuhi ya leo ukuwe na test ya maisha katika jina la Yesu. Wewe ulikuwa unaona ni kama umefika mwisho, unashindia kuimba wimbo ya uchumi, unashindia kuimba wimbo ya kung'ang'ana. Roho Mtakatifu wa Bwana akujaza upya leo. Utaimba hiyo wimbo katika jina la Yesu. Amen. When the Holy Spirit comes upon you, it helps you to prophesy. You cannot prophesy unless you have the help of the Holy Spirit. Hauwezi kutabiri kama una Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona wale watu ambao hawataka kutabiri, wengine wanadanganya watu kwa sababu wana Roho Mtakatifu wa Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. You cannot prophesy unless you are the Holy Spirit of God. When the Holy Spirit of God comes on you, it helps you to prophesy. Amen. Si leo Roho Mtakatifu wa Bwana akuchaze. Amen. Na uanze kujitabiria mambo mazuri. Uanze kutabiria watoto wako. Uanze kutabiria huduma yako. Hata uanze kutabiria watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu wa Bwana anatusaidianga kutabiri. Ndio unaona kama huyu ni mama amekuja hapa anaomba, naambia Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie. 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 Nipatie information huyo mama. Nipatie information huyo mzee. Automatically Roho Mtakatifu wa Bwana akupitia nini asumbue huyo mama, inasumbua huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Bwana anatusaidianga kutabiri. Unaweza pata information ya mtu ambaye hujui, ndio mara ya kwanza kuingia kanisani. Lakini unaambia Roho Mtakatifu wa Bwana nisaidie. Nipe information ya huyu mama. Nipe nitatulie nini ambayo inasumbua mama. Anaanza kuonesha madhabahu iko kwao. Anaanza kuambia kwamba huyu mama baba yake alikuwa mwa bibi wawili. Hata hujawahi enda kwao. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye anakusaidia. Amen. Wale ambao tunatamani kutabiri, lazima Roho Mtakatifu wa Bwana awe ndani yako. Hauwezi ukatabiri usipokuwa Roho Mtakatifu wa Bwana. Hauwezi ukatabiria watu usipokuwa Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndio unaona kama manabii sana wanapenda speaking in other tongues. Kutabiria mtu anapenda tu kuongea in other tongues. Anatii the Holy Spirit of God. Wakati ambapo unapoongea na ndimi, huyu mtu akiwa hapa, Roho wa Bwana anaanza kupatia information huyu mtu. Anaanza kupatia ni kwa sababu hiyo hauongei na Kiswahili, hauongei na Kiingereza, hakuna mtu ambaye anaelewa, una speak direct to God. Kwa hivyo naye Mungu anapatia information direct yenye kinakula huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Uanze kutabiri katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pwende ya mwisho tutaendelea siku nyingine. Holy Spirit is a seed of God. Amen. Holy Spirit of God is a seed of God's power in our lives. Amen. Holy Spirit of God is a seed of God's power in our lives. Roho Mtakatifu wa Bwana ni mbegu ya nguvu ya Mwenyezi Mungu ndani yetu. You can read in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 13. Holy Spirit is a seed of God's power in our lives. Holy Spirit makes us not to be interpreted. Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa ndani yetu hakuna mtu atakuinterpret. Lakini ukiwa hauna Roho Mtakatifu, people can interpret you anyhow. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, nobody can interpret you. If you are the Holy Spirit of God, no man can interpret you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo unaweza andika John chapter 3 verse 8. Mimi naamini ya kwamba asubuhi ya leo nilikuwa nimetuma kwa mtu. Naamini ya kwamba mtu amekombolewa. Na ujumbe umsaidia kutoka siku ya leo. Hizo pointi kadhaa ambao umepata pale. Wao ambao unasikia ni kama umefika mwisho. Wewe ni kama unasikia una mwelekeo wa maisha. Ambia Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie mwelekeo. Amen. Wewe ambao kabla hujaanza hiyo kazi, kabla hujaresign, kabla usimamishe hiyo kitu ambao unafanya, kwanza ambia Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie mwelekeo. Amen. Unajua wengine tuna make alternative, tunamaliza hata kualika Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie direction, unakuja kujuta baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tekano nini Yesu? Ni kwa sababu au kualika Roho Mtakatifu wa Bwana. Kitu chochote ambacho unaona hauna ufahamu hiyo kitu, hujui uanzishie wapi, hujui umalizie wapi, ambia Roho Mtakatifu wa Bwana, guide me first. Holy Spirit of God, guide me first. Nasikia nimechoka, nasikia nimefika mwisho, nasikia kuacha hiyo kanisa, nasikia kukaa nyumbani, nasikia kuacha hiyo huduma. Roho Mtakatifu wa Bwana, give me direction. Na hapo Roho Mtakatifu wa Bwana atakuhudumia. Hata ile muziki ambao unasikia kwa ndani ya roho yako inaondokanga automatic. Lakini usipalo Roho Mtakatifu utakuwa na mzigo, utakuwa ukiumia ndani ya moyo wako. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu wa Bwana hayuko ndani yako. Lakini akiwa ndani yako akikuhudumia, mizigo mingine inaondokanga tu. Unaweza amko kuwa una uchovu mwingi, una stress nyingi, lakini tu kialika Roho Mtakatifu wa Bwana hizo vitu zinaondokanga. Mimi nakuombea asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana akuhudumia asubuhi ya leo. Wewe mama, wewe mhuduma. Wewe ambao unaona maisha imefika mwisho. Wewe ambao unataka kujitia kitanzi. Ninakuombea asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie direction. Akupatie mwelekeo. Wewe ambao unataka kuresign. Nakuombea asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana, kabla hujaresign assignment, kabla hujaresign hiyo kazi, Roho Mtakatifu wa Bwana akupe mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu abariki sana. Amen. Zamaji wetu pale mtandao kwa namba ambayo inapita mahali pale. Hiyo ndio kikapu yetu atapiwa asubuhi ya leo. Wewe ambao unaona maisha yamefika mwisho, Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye msaidizi wetu.
Amen. Atakupa direction, atakupa mwelekeo. Amen. Kwa hivyo hiyo namba inapita pale ndio ikape yetu atabiu. Kwa hivyo unaweza toa kwa madhabahu asubuhi ya leo. Na hiyo Mungu akubariki. Amen. Katika Yesu Kristo. Jaribu kutoka mahali pale saa 5 kwa na ibada ya mwema mahali hapa. Naamini ya kwamba utaenda kubarikiwa. Amen. We can appreciate our viewers. Hallelujah.